mchezo wa Simba zidi ya mchezo wa Berkane zidi ya Simba finali ya Afrika. Mnyama bwana kama amepoteza kwa magoli mawili, lakini mchezo wa marejeano bado hatujajua ni Zanzibar au hapa ni Dar es Salaam kwenye dimba la Benjamin William Mkapa, lakini kote ni Tanzania. Mchezo uliutazamaje? Kwanza tuanzie hapa. Na kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu. Naendelea vizuri, changamoto ya mafua na kifua kidogo, hivi sasa niko vizuri. Kwa kila mtu asilimia kubwa twende. Mechi nilitazama, mechi ilikuwa nzuri, lakini mechi ilikuwa bora kwa RS Berkane. Kuna namna moja kuwapongeza RS Berkane, lakini pia kuna namna ya pili kuwapongeza wanasimba. Watu wanapenda data zako bana, wanasema ongeza sauti kidogo Dosa. Watakiwa kwanza wajue nina changamoto ya kifua. Sawa. Kwa hiyo wawe watulivu kunisikiliza kwa muda mchache. Kwa namna moja nimewapongeza RS Berkane kwa kushinda, kwa kucheza vizuri, lakini kila mtu anafahamu RS Berkane ni timu kubwa kwenye bara la Afrika, RS Berkane ni timu nzuri kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo kwangu mimi haikuwa surprise Simba kufungwa, nilitarajia na niliamini hilo. Zaidi Simba wamefungwa goli chache sana, goli 2. Nimeona baadhi ya mashabiki wa Simba wakifurahia, wakiamini kwamba hizi goli ni chache, na ni kweli ni chache. Na wao pia wakiendelea kuamini kwamba wanaweza kaja kufanya kitu kwenye dimba kwenye nchi ya Tanzania. Wote hivyo itachezwa Zanzibar au Benjamin Mkapa. Kitu kidogo cha kusema, RS Berkane ana kombe mkononi hivi sasa. Simba anahitaji miujiza ya hali ya juu kuchukua ile kombe. Chini ya jua kila kitu kinawezekana, lakini niseme kama mdau wa mpira Tanzania, Simba ana kazi ngumu sana ya kufanya kuhakikisha anachukua ile kombe. Mchezo ni mgumu. RS Berkane wana wachezaji ambao wamewazidi wachezaji wa Simba na baadhi ya timu nyingi kwenye nchi ya Tanzania kwa kila kitu. Bwana, mimi naona kila mtu yuko makini kukusikiliza, unaonekana unachambua Dosa. Kwa hiyo sioni nafasi ya Simba kwenda kuchukua ile kombe, ila naiona nafasi ya Simba kwenda kuonyesha upinzani, kwa sababu ili Simba achukue kombe ni lazima ashinde goli 3, na ni ngumu sana kwa wale jamaa. Anaweza akashinda lakini asichukue ile kombe. Kwamba ikitokea Simba amepata magoli 3 kwa RS Berkane, huenda kwa msimu huu kwenye michuano ya kimataifa ndio itakuwa timu ya kwanza kumfunga magoli 3 RS Berkane. RS Berkane hajaye kufungwa goli 2 akiwa katika dimba la Benjamin Mkapa au katika nchi ya Tanzania. Ikitokea anafungwa goli 2, basi itakuwa Simba ndio mara ya kwanza kuifunga RS Berkane kwa idadi kubwa mabao. Kubwa ni finali yenyewe. Finali ni ngumu brother. Simba anahitaji miujiza, lakini vile vile Simba anahitaji nguvu ya Watanzania wote. Ikitokea kuna baadhi ya Watanzania watu waipa nguvu Simba, sioni Simba kienda kuchukua ile kombe. Sawa, twende kwenye umechambua, mimi nimekuelewa sana. Twende kwenye ubora sasa wa vikosi. Namna ambavyo umetazama RS Berkane hii, na tuachane na ile ambayo ilikuwa ikifundishwa na Frole Ibenge. Wakatoa ubingwa na Twisila Kisinda alikuwepo kwa akitokea Jangwani. Tuachane na hiyo. Tunaizungumzia RS Berkane hii ambavyo unaitazama. Inakuja Dar es Salaam, lakini tayari imani kubwa ni kwamba mnyama anaweza kupindua. Kama tulivyosema kwamba mchezo kuchezwa Amani ama Dar es Salaam, kote ni Tanzania. Ugumu uliopo kwa Simba kwenye kupata haya magoli mawili, mimi nataka tutazame ubora wa vikosi na wachezaji kwa wachezaji mmoja mmoja. Kila binadamu anapaswa kuishi kwa matumaini. Mke akipata mimba, kila mtu anatarajia mtoto atazaliwa, lakini kuna nyakati mwingine miujiza Mwenyezi Mungu ni mikubwa zaidi kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo wana Simba wana haki ya kutarajia hayo mambo wanayotarajia, lakini kimtazamo wa kiuhalisia Simba ana kazi kubwa sana kuhakikisha anamfunga RS Berkane. Vile vile kwenye kikosi cha mmoja mmoja, RS Berkane akija Tanzania, labda Simba shirikiane na timu nyingine, mfano Azam, mfano Namungo, mfano na timu nyingine, ndio atakuwa na nguvu kubwa kwenda kuifunga RS Berkane. Lakini yeye mwenyewe, lakini sikukati kauli wakati unasema ili Simba amfunge, ukitazama ubora wa vikosi kwamba labda kikosi cha mnyama kichanganywe na cha Azam. Mamadou Kamara aliyefunga goli la kwanza aliojiwa pale na waandishi wa habari Berkane alisema pamoja na kwamba mashabiki wa Simba wanafurahia kwamba tunakwenda kwao, alizungumza kauli moja tu ambayo inukuliwa kwamba tunacheza 11 kwa 11, tucheze 13 uwanjani. Kwa sababu ameona ni jambo la kushangaza kuona Simba amefungwa goli 2 alafu wao wanashangilia. Na bahati nzuri Kamara yule anaelewa sana Kiswahili. Kwa sababu mmoja wa watu wake wa karibu anazungumza kwamba anajua Kiswahili. Kwa hiyo hizo kelele za mashabiki wa Simba na pia viongozi wa Simba amezisikia na amezielewa. Kwa hiyo amewatahadharisha kabisa, sisi tutakuja 11 na nyinyi pia mtakuwa 11. Kwa hiyo sio njia rahisi
sio jambo jepesi Simba kwenda kuifunga RS Berkane goli 3. Kama ikitokea tunaweza tukasema kwenye mpira kila kitu kinawezekana, lakini Simba anahitaji miujiza ile ya juu kwenda kufunga RS Berkane kuchukua ule ubingwa wa Afrika. Tunatamani kama nchi itokee timu moja kuchukua ubingwa, na this time for Simba Sport Club anaweza akafanya hivyo. Ndio maana nikasema kuna uwezekano wa Tanzania tukaombea dua Simba, ingawa sio kitu rahisi kwamba Tanzania wote tuungane tuiombee dua Simba, kwa sababu tuna jambo la itikadi. Kuna mashabiki wa Azam hawezi wakaikubali Simba, lakini vile vile kuna baadhi ya mashabiki wa timu nyingine nao hawezi kuikubali Simba. Lakini kwa tija ya kitaifa tuna kila sababu kuhakikisha tunaungana kuiombea Simba kwenda kufanya vizuri, kwa sababu Simba kufanya vizuri mchezo unaofuata si kwa Simba tu, itakuwa ni kwa nchi nzima. Ina maana mtu mwenye miaka 50, mtu mwenye miaka 70 na yeye pia atakuwa anaingia kwenye history ya Tanzania kwamba 2024-25 timu moja kutoka Tanzania ambao ni Simba Sport Club ilichukua ubingwa wa Afrika. Lakini vile vile pia itakuwa ni heshima kwa viongozi wote wanaosimamia mpira wa Tanzania, mfano akiwa kama mwenyekiti wa vilabu barani Afrika nikimzungumzia Engineer Harris, pia jambo hili litakuwa ni kwenye historia yake akiwa kama mwenyekiti, lakini anaiona timu kutoka Tanzania ambayo inabeba ubingwa. Lakini vile vile pia utakwenda kuandika historia nyingine kwa rais wa nchi, kwa sababu tunafahamu tuna marais kama 5 wamepita, lakini hakuna hata rais mmoja ambaye amepata bahati hiyo ya kuishuhudia nchi, ya kuishuhudia timu kutoka Tanzania inachukua ubingwa. Kitokea Simba amechukua ubingwa, kama kawaida nasema hii itakuwa ni faida kwa Watanzania, lakini vile vile pia itakuwa ni fahari kwa Watanzania. Lakini tukibaki kwenye itikadi, Simba tuwafungwe. Mimi nina maswali yangu mawili ya mwisho hapa, naondoka, muda wangu umenishia. Bana, ukitazama vikosi RS Berkane, wachezaji wao 3 walitajwa kama ni majeruhi, na baadhi yao nimeona 2 huwa wanaanza kwenye kikosi cha kwanza, lakini hawakucheza kwenye mchezo huo. Ilitajwa watarejea kwenye mchezo wa Dar es Salaam. Kwenye kikosi cha mnyama, mchezaji gani ambaye alikosekana wewe ukasema huyu angecheza mambo yangekwenda tofauti? Mimi natambua ubora wa Simba na the way pia najaribu kuwafuatilia kwa ukaribu sana. Changamoto ya Simba haina mchezaji wa akiba ambaye unahisi kwamba mtu fulani akiwa nje unataka kwamba ukiangalia kule benchi unasema wale wakiingia moto utabadilika. Hawana mchezaji wa akiba ambaye anaweza akaja kuibadilisha game, akawa yeye ndio akawa game changer. Hawana mchezaji ambaye ana ubora wa hali ya juu. Mfano leo hii ukimwangalia Simba ikimkosa mchezaji kama Elia Mpanzu, lakini unajiuliza nje kuna nani? Hakuna mtu mbadala ambaye anaweza kaja kurecover moja kwa moja. Tunamuona Joshua Mutale ni mchezaji ambaye anaingia kwenye kiwango, anatoka kwenye kiwango. Budo ya anaingia anatoka. Kwa hiyo sio mchezaji wa moja kwa moja kwenda kumtumaini kwamba tukimkosa Elia Mpanzu atakuja nani Joshua Mutale anaweza akatupa kile kitu. Lakini pia unamuona Simba inahitaji nguvu kazi sana ya Kibu Denis. Juzi tumemwona Kibu Denis hakuwa kwenye kiwango chake, na sio juzi tu, kwenye mechi 2 kama 3 unamuona Kibu ametoka kwenye uhalisia kucheza mpira. Yaani anacheza hajulikana anacheza nini. Kwa hiyo bado pia Simba inahitaji mchezaji kama Kibu Denis ambaye kuja kumpa backup. Lakini unamuona Simba kwenye eneo la namba 10. Unamuona Simba imetengenezwa zaidi ya Chazi Ahoua. Chazi Ahoua akikosekana kwenye ubora wake, mfano kwenye kupiga free kick, mfano kwenye kutengeneza nafasi, unaiona Simba inatoka kabisa kwenye uhalisia kucheza mpira. Mfano juzi Simba imecheza dakika 90 bila kutengeneza on target hata moja, kimaanisha nafasi. Ukiangalia Simba ambayo imecheza na nani Almasiri, unaona Simba ilikwenda kutengeneza nafasi 8 ambazo kwenye nafasi 8 Chazi Ahoua alitengeneza nafasi 5. Juzi Chazi Ahoua hakuwa kwenye kiwango, Simba imeshindwa tena kustruggle dakika 90. Kwa hiyo Simba wana haja pia msimu ujao kuna kutafuta wachezaji ambao watakuwa mbadala kuja kumsaidia Chazi Ahoua, kuja kumsaidia kina Elia Mpanzu. Lakini kwa sasa tuweze tukazungumza huko. Tuangalie hivi sasa walipo, na ndio maana nikasema kwa hivi sasa walipo Simba wanahitajika kuombewa Mungu kwa sababu wachezaji ni wale. Sikukati kikosi kilianza na Musa Kamara golini, alikuwepo Shamu Karabwa, alikuwepo Fabrice Ngoma, alikuwepo Jean Ahoua, alikuwepo Shomari Kapombe, alikuwepo Lionel Ateba, alikuwepo Abrazak Hamza ambaye alitoka baadaye, alikuwepo Mohamed Hussein, alikuwepo Yusufu Kagoma, Elim Mpanzu pamoja na Kibu Denis ndio alianza. Bench alikuwepo Ali Salim kama goalkeeper, alikuwepo David Kameta, Duchu, alikuwepo Valentin Nauma, Shemaloni ambaye aliingia nafasi ya Abrazak Hamza, Agostino Okejefa, Deborah Fernandez, Awesu, Joshua Mutale na Steven Dese Mukwala. Kwenye hizi sabu kuna Duchu, Nauma, Shemaloni, Okejefa, Fernandez, Awesu, Mutale na Mukwala. Nani anaweza kaingia kwenye hiki kikosi cha Shamu, Ngoma, Ahoua, Kapombe, Ateba, Hamza, Hussein, Kagoma pamoja Kibu na Mpanzu? Hapo mabadiliko anaweza akafanywa ni kumtoa Ateba kumuingiza Mukwala,
lakini kumtoa Chamu kumuingiza na nini, na nafikiri Abdurazaki Hamza ameshatoka kwenye mchezo kwa ile mechi. Kwa hiyo atakuwepo Shemalon. Atakuwepo Shemalon Fondo. Lakini sioni mtu wa kuchukua nafasi ya Zimbwe, simuoni mtu wa kuchukua nafasi ya Kamara, vile vile pia simuoni mtu wa kuchukua nafasi ya Kapombe. Vile vile pia simuoni mtu akichukua nafasi ya Kagoma wala nani huyu nani Mpanzu. Wala pia nani Ngoma pia kuna mtu wa kuchukua nafasi yake. Na ndio maana nikasema wachezaji hao ndio wenye dhamana ya kuwakilisha Simba kwenye mechi hiyo. Hakuna namna, watumike tu wao kuendelea, mchezo ujao itakuwaje, lakini kwa nje yani kwamba hizi ndizo silaha mnyama alizonazo na inabidi apigane tu vita. Hakuna namna. Hizo ndo silaha zake na lazima apambane nazo hizo. Lakini sioni mechi ya final, mechi ambayo inahitaji goli 3 alafu fullback namba 2 ukaanza na Duchu au fullback namba 3 ukaanza na Noma. Iko kitu ambacho hakiwezekani. Lazima kikosi hiki kiko hicho kitobadilika. Lazima wapate wachezaji ambao wako very compactive, alafu wana experience ya kutosha. Mchezaji kama Duchu hawezi kucheza kwenye hiyo mechi. Mchezaji kama Ali Salim hawezi kucheza kwenye hiyo mechi. Vile vile hawezi kucheza kwenye hiyo mechi. Tunahitajika wachezaji ambao hata kama mechi ya kwanza walifanya vibaya, lakini mechi hii wapambane kuhakikisha wanakwenda kulibeba taifa, wanakwenda kubeba Simba Sport Club. Sawa, mimi tumalize kwa hebu ukisukuma kete sasa. Raundi ya kwanza imechezwa huko Morocco, raundi ya pili ni hapa Tanzania. Kombe linakwenda wapi? RS Berkane. Sawa, bana tumalize kwako wakati nafunga kabisa kipindi. Bana Stefan Aziz Ki, zipo taarifa nyingi ambazo zinaonyesha amekwisha ondoka, na tunavyozungumza ilikuwa inatarajiwa saa 4 atakuwa amewasili Morocco, na nafikiri ni muda huu atakuwa amewasili huko. Tayari amekwisha ondoka. MVP wa msimu uliopita kwa maana ya mchezaji bora, kiungo bora na mfungaji bora wa msimu uliopita kwenye ligi ya NBC ya Tanzania. Hatunaye, ameondoka. Ameacha pengo kiasi gani kwenye kikosi cha Young Africans kuelekea msimu ujao? Binafsi nitasema ameacha pengo kubwa, kwa sababu ni mchezaji ambaye msimu uliopita alifanya makubwa kwenye statistiki ya wachezaji wote duniani. Nilishawahi kuja kumzungumzia Stefano Aziz Ki kwa upana mkubwa sana. Kiwango alichokionyesha Stefano Aziz Ki msimu uliopita. Nimekwenda kufanya assessment Uingereza, nikamwangalia De Bruyne hajamfikia. Nimekwenda kula Spain nikamwangalia Luka Modric hakumfikia. Lakini pia nimetembea baadhi ya ligi, hakuna mchezaji aliyofanya vizuri kwenye eneo namba 10 kama Stefano Aziz Ki. Kwa hiyo ili ni pigo kwa wana Yanga, ili ni pigo pia kwa ligi kuu ya Tanzania, kimaanisha kumvuto utapungua kiasi fulani. Lakini ndio maisha ya mpira, ndio maisha ya wachezaji. Mchezaji sio mwanachama. Mchezaji lazima atoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wachezaji Yanga wamepita wachezaji wengi sana. Licha ya Stefano Aziz Ki kwenye eneo lake alipata Aruna Nyonzima. Walipita kina nani Kamusoko, walipita kina Papa Shishimbi nani, walipita wengi sana. Kwa hiyo kwa hivi sasa tunamzungumzia Stefano Aziz Ki kwa sababu ndo mchezaji ambaye alikuwepo. Lakini bado naamini wachezaji waliokuwepo, bado naamini viongozi waliokuwepo waliomleta Stefano Aziz Ki ndio atakwenda kumleta mchezaji mwingine. Naamini mchezaji kama Clatous Chota Chama, huu ndio utakuwa wakati wake kwenda kuhakikishia wana Yanga kwamba sikuja hapa kwa bahati mbaya. Kwenda kuhakikishia watani kwamba nilitoka kule kuja hapa, sikuja kwa propaganda. Wakati wa Clatous Chota Chama umefika, lakini vile vile pia wakati wa wachezaji wengine kwenda kuonyesha makaleo baada ya kuwa Stefano Aziz Ki amekwenda kuhitimisha maisha yake ndani katika nchi ya Tanzania, vile vile akiwa kwenye klabu ya Yanga. Anaelekea Wydad Casablanca. Ana sifa. Kwa tuseme kwamba ni kama ndoto za Azizi zimetimia kwamba kutoka ASEC kuja Yanga hatimaye Wydad. Ya Aziz Ki hajaanzia ASEC, ukienda ukimfuatilia vizuri unamuona Aziz Ki Stefano Azizi amepita katika vituo vya kulelea watoto, ikimaanisha kwenye mambo ya kimpira Spain huko. Ametoka Spain amekuja Ivory Coast, amekuja Tanzania, hivi sasa anakwenda Morocco. Na naamini Stefano Aziz Ki licha kwamba umri wake unaelekea ukingoni kwenda kucheza mpira, lakini bado namuona mbele zaidi kwenda kucheza kwenye mataifa makubwa ya mpira. Unajua wakati mwingine tunahitajika kumuomba sana Mwenyezi Mungu bahati. Mwenyezi Mungu anaweza akakupa akili, lakini pia tunahitajika kumuomba bahati. Mfano, leo hii Stefano Aziz Ki anacheza Bongo, leo hii Stefano Aziz Ki amekwenda Morocco, lakini kuna wachezaji wapo pale Uingereza, kuna wachezaji pale wapo Spain, kuna wachezaji wapo Ufaransa, bado hawajamfikia hata theluthi Stefano Aziz Ki kwenye kiwango chake. Kwa hiyo mimi niwaombe wa Tanzania, licha kwa tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie afya, atujalie riziki, lakini vile vile pia tusiache kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie bahati. Naamini maisha yanahitajika bahati zaidi kuliko hivyo vitu ambavyo tunaviamini zaidi. Wanasema wakati wao wakiwa angani, nyinyi mnapambana kupishana huko barabarani na daladala. Sio kama Ngedere hataki kunywa chai, ila chai ya moto. Unakuelewa? Mimi nimekuelewa jambo hilo. Huyo mzee bana, kuna mzee anasema hiyo kodi ameielewa hii.
Mimi nimesema wakati watu wengine wakiwa angani wanakwenda Moroko walikuwa wanacheka, wanasema wanaona namna ambavyo mnagombana kwenye mabasi huko barabarani mkielekea Tanga, mnashuka Segera na sehemu zingine mnanua mahindi barabarani, mnarudi tena kwenye magari. Kwenye ndege hamna sehemu ya kushukia huko angani. Nimekuambia kitu kimoja, usimuone Ngedere kuwa hataki kunywa chai, anataka ila chai ya moto. Kwa hiyo timu zingine zipo zinataka kusafiri kama vile shewangu, ila wapo mashabiki wenye moyo wa kusafiri na timu magari 50. Wapo mashabiki wa kujitolea kama wa Yanga Afrika kusafiri kama vile. Huwezi kupata ndani Afrika Mashariki na Kati. Na ndio maana nikakwambia usimuone Ngedere hataki kunywa chai, anataka ila chai ya moto. Bwana mimi ngoja nikuhamishe, nimesema nimeendelea kubakia hapa stesheni kutokana na wingi wa watu ambao wamekuepo hapa leo. Kwa hiyo ni kwa faida tu ya wanasoka, lakini muda wangu ulikuwa umekwisha niishia. Nasoro, uliutazama mchezo wa finali ya awamu ya kwanza Simba na RS Berkane Morocco? Uzuri wake nilikuwa na Stefano Aziziki Tanga Beach. Wakati na miongoni mwa picha ambazo kwanza inaonyesha wakati nyinyi mnashangilia, Stefan alikuwa kama yuko busy na simu yake. Ile picha imesambaa sana. Kwa nini ulikuwa unashangilia sana kwa nguvu Nasoro? Mimi hata Simba akichezwa na jiwe mimi nashangilia jiwe. Ubora ni ubora wa RS Berkane ama ilikuwa tu ni siku mbaya kwa mnyama kazini siku hiyo? Sisi tulifurahi rekodi yetu ijaenda kuvunjwa. Ipi? Ewa. Yanga Afrika alivyocheza finali. Sawa? Ugenini na nyumbani ukijumlisha, sawa, Yanga alishindwa kuchukua kombe kwa kanuni, sio kufungwa. Watu wanakusikiliza hapa. Ana kama kuna mtu atabisha anayaongea, yupo mwana Simba yote na mruhusu aje. Tuendelee. Si ushaelewa? Yanga finali hajafungwa ugenini. Hivyo. Yanga alienda kuwanyamazisha Waarabu, walikuwa wanachoma moto nini. Wao hajakutana na kashikashi. Kilinachonisikitisha zaidi, wao ndio wanajiita timu kubwa, hawajapiga shoot on target hata moja. Alafu mtu anakuambia tukutane nyumbani. Kwa hiyo kwenye hilo ndio ulisikitika. Mpira wa sasa hivi shewangu hauna nyumbani hata ugenini ikifika hatua hii ya finali. Bana, kuna swali moja Nasoro nikuulize, wataalamu wanakuambia wewe uogopi, watu wanapigwa mbili afu wanashangilia. Wewe watu wakashangilia, kipindi hicho mpira unachezwa wote hapo kimya. Hakuna aloshangilia. Mstaki udanganya watu hawajatazama mpira. Nasoro watu wapo. Wamekuja kushangilia baada ya filimbi kumalizika. Na mpaka leo bado akili zao hazijakaa sawa. Kafu wanakuambia mechi ipo. Zanzibar wao wanakuambia mechi ipo hapo. Unaona hapo sawa? Kwamba wanapishana na mamlaka. Sasa ndio nakuuliza, unaona hapo sawa? Kuna mtu anakuambiaje, sisi ndio tunapanga uwanja. Kanyuma panga uwanja, nendeni Bunju. Si mnapanga nini? Si ndio uwanja wenu? Wacheze Bunju. Bwana Nasoro, mambo ni mengi sana bwana, na muda wetu ni mwingi. Muda wetu umetuishia. Bwana mimi nataka uchambue. Yale magoli mawili ulikuwa ni ubora wa RS Berkane kama ambavyo nilikuuliza mwanzo, au ni mnyama tu aliamka vibaya siku hiyo kazini kwao? Sio hajaamka vibaya, ndio timu yao ilivyo. Ukisema umeamka vibaya umekosea. Timu yao ilivyo kivipi? Ndio kidogo umeenda kukutana na timu kidogo afadhali. Kwa sababu kombe la shirikisho hakuna mtu nafasi ya kwanza hata ya pili aloshiriki kule. Sawa? Yaani bingwa au mtu wa pili hakuna. Kule wameshiriki mtu wa 3 na wa 4. Yaani kuna mwingine sana kwaje kuelewa. Yaani wewe unamaanisha nini? Hakuna bingwa au mtu wa pili alotoka kwenye nchi yake kaenda kucheza shirikisho. Bado kama sijakuelewa. Kama kuna mtu wa Simba aje hapa nijibu. Yaani anamaanisha nini? Unamaanisha nini? Kule manake mwaka huu kombe la shirikisho wamecheza watu waliofeli, ndo kidogo Simba hii hatua ya finali kaenda kukutana na mtu kidogo mwenye akili timamu kidogo. Kwamba kanuni za kimashindano ya kafu zimekwisha badilika, si kama ilivyokuwa wakati nyinyi mnashiriki kwamba ukitolewa klabu bingwa unadondokea shirikisho. Imebadilika kwa pakubwa sana. Unamshukuru sana El Said. Angalau wanamuongelea vibaya. Sababu El Said alivyoingia mwenyekiti wa vilabu ndo akabadilisha hii. Kwa wale wa klabu bingwa wabaki kule klabu bingwa. Sawa? Kwa sababu zamani ilikuwa klabu bingwa kule mkishafungwa hii hatua ya awali. Sawa? Mnakuja huku shirikisho. Bwana twende bwana haraka muda wetu. Siku hiyo bwana. Unakumbuka hilo? Nakumbuka vizuri. Bwana siku hiyo bwana Elim Panzu Ahmed Ali anamuita Volcano. Aliitwa majina mengi mpaka nabii. Kuna situation ambayo ilikuwa tu mbaya siku hiyo au nini kilimtokea Elim Panzu? Elim Panzu sawa. Angalau kasaini miezi 6 Simba. Angalau kasaini miezi 6 Simba. Mbona ongea mambo mageni na Soro? Sio mageni bwana, hakuna mtu asojua. Mangungu kakili, unamsikiza msemaji anavolopoka?
Mangungu amekili nini? Ewa, mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kuongea hapo ndani ya ardhi za Tanzania kwa Hersi Mpanzu kasaini Simba miezi 6. Tanzania hii. Watu wengi wakanikataa baadaye. Sawa. Kuna baadhi ya redio siwezi kuitaja hapa. Kuna redio walimuita Mangungu. Sawa, na Mangungu alikaa pale kwenye kipindi. Mangungu alikiri tukimwona kiwango chake kizuri tutamuongeza. Sawa, lakini msemaji ukimuuliza kwa anakuambia bado wetu. Bwana Mangungu jengo lake ukisogea tu hapo linaonekana. Kwa hiyo tunaweza hata tukamuita kama unamsingizia. Kama namsingizia muite hapa. Kama hajaongea. Mangungu. Muite. Sawa, ilikuwaje siku ya Mpanzu kwenye mechi? Angalau anasema ana miezi 6. Mimi nawashauri Yanga Afrika hafai kusajiliwa. Eli. Kama anakuja Yanga Afrika yule anaanza benchi. Mimi nikuuliza siku hiyo kazini kwake ilikuwaje? Juzi zidi ya RS Berkane kazini kwake ilikuwaje? Sio kazini kwake ndo alivyo vile. Mpanzu ni mchezaji wa kawaida. Ila Tanzania anapewa kiki. Kwamba anapokutana na timu kubwa kwamba ule ndio bora wa Mpanzu. Mpanzu utakuja kumuona kwenye timu ambazo za ligi kuu ambayo watu tayari washasetiwa. Kama timu gani? Sawa. Utamwona na KMC, utamwona anafanya mambo mengi sana. Sawa. Utakuja kwenda kumuona na Tabora. Sawa. Vile vibaskeli vya Mpanzu kuviona baskeli. Sasa juzi umeona Berkane kapiga baskeli. Wewe ulimuona? Yaani Mpanzu na Mtale bora Mtale. Budo. Sio umeona alivyoingia kabadilisha? Budo kawaka. Watu mpira hawajatizama. Muangalie Mpanzu alivyokuwa ndani ya pichi, alafu Mpanzu alivyotoka alivyoingia Mtale. Utaenda kumwangalia nani kacheza mechi vizuri. Shughuli ilikuwa kubwa Mtale. Mimi nimeiangalia. Mimi siongelee ushabiki. Mimi nakuelewa bana, mashabiki wanasema mashabiki wa Simba waliwanyamazisha paka Berkane wakabaki wanashangaa kwamba hawa watu wamefungwa 2 lakini wanashangilia. Watu gani hawa? Yaani mtu unampiga lakini bado yuko vile vile na anakuambia njoo tena. Kwa hiyo naona ingia akilini Berkane wanaweza kukaa kumshangaa Simba kwa nini anashangilia kafungwa. Mimi nimekuuliza wewe. Mimi nimekuuliza wewe na Solo. Nakuuliza. She wangu Berkane kama ukiwaangalia wanacheza kitimu zaidi. Na pale labda niwakumbushe watu kwa sababu kuna watu wengine wameenda kuangalia Berkane hii finali. Kuna wachezaji 3 hawajacheza. Hilo ni sahihi, nakumbuka. Sawa, kuna watu 3 hawajacheza. Yule Kamara tunamsifia, kuna mtu pale juu yake anakaa. Anaitwa Blada, sio Blada. She wangu anakuja Tanzania yule. Alikuwa na kadi 3, ana kadi 2 za njano. Yule anakuja Tanzania. Nawaambia. Kama kuna mtu unamtisha mbona? Sio kama nawatisha, nawaambia ndio wachezaji wao. Kule hawajacheza wachezaji 3. First 11 wanaanza. Siushaelewa. Kwa hiyo kama wanaendelea kushangilia, wewe waje waendelee kushangilia. Hilo mimi nakwambia Berkane hapa wanapata goli. Na kama Berkane ndani ya ardhi ya Tanzania hajapata goli sawa, wewe utashika viatu vyangu mimi nitaenda mpaka Mbagala mimi kwa miguu. Tunazungumza hapa station na tutakuja siku ya kuja kuzungumza na wewe. Tumalize bwana. Mchezo wa marejeano sasa ni kwenye ardhi ya Tanzania. Hatujajua mpaka sasa kama itakuwa ni Zanzibar ni Amani Complex ama itakuwa ni hapa kwenye dimba la Mkapa Dar es Salaam. Tuambie ni ngumu kiasi gani mnyama kupata yale magoli mawili kwanza uweke mzani sawa. Kwanza nataka nikuambie tukuweke sawa. Wewe usipepese maneno. Wafuate CAF wanavyozungumza. CAF ndio wenye mpira wao Afrika. Mechi ipo Amani Complex. Haya twende hapa. Usisikilize maneno. Haya maneno yanayozungumzwa na viongozi wa Simba tayari washakatisha tiketi kwa mashabiki. Ni ngumu kiasi gani? Subiri basi. Tayari subiri hapa katoke sawa. Watu washatapeliwa hela hapa. Siushaelewa. Hapa mashabiki wa Simba washatapeliwa hela. Sasa watu wanakaa chini waangalie design gani wanakuja mradi kuwapoza atulie. Mechi inachezwa Amani Stadium. Sisi tutakuwepo ndani ya Amani. Yani wewe utaenda? Lazima niwepo. Lakini si mechi ya Simba ile. Kwa hiyo mechi ya Simba mimi si naenda kushangilia Berkane kwa nini? Haya twende. Mimi nimekuuliza ni ngumu kiasi gani kwa Simba kupata ile magoli mawili, mzani uwe sawa alafu tukamalize goli la 3. Kombe linabaki hapa. Hakuna mzani kwenda kuwa sawa she wangu. Huwezi, mimi siwezi nikaisema Simba inaenda kuwa sawa na Berkane sababu Simba hajapiga shoot on target hata moja. Na Solo kila siku unajisema wewe ni mtu wa mpira. Sawa. Wale mpira si unaongea. She wangu na mpira si umeona unaongea. Simba kapiga shoot on target ngapi? Hem tuambie wewe. Hakuna. Off target kapiga ngapi? Sawa endelea. Kapiga 3. Sawa. Berkane shoot on target kapiga ngapi? Kapiga 6. 2 goli, 1 refa kameza. 3 zingine sawa. Kamara sio kadaka zimemgonga. 3 goli. Bwana hapa Benjamin Mkapa sijui ni Zanzibar Mkapa. Goli la kwanza alofungwa Kamara wakaangalia vizuri. Jigi Diala afungwe lile. Goli la kwanza. Afungwe Jigi Diala lile. Si aliruka Eda na Mamaduka. Kasimama. Nani kasimama? Umeona kapata? Nani kasimama? Kamara hujamwona kasimama?
Sio timing ya mtu ambaye alifunga. Wapi bwana? Kipa wa kawaida yule magoli ya timing. Hii ndio shida kwa hapa makiki kipa. Sawa. Yaani juzi Belkane alikuwa akiweka golini tu imo. Ukisema hivyo yani unamaanisha kwamba Kamara ndo anafungwa magoli ya vile? Mara kibao tu, kwa nini ile la kwanza lile? Kwani KMC wale mfungaji? Ile Aishi Manula umfungi. Manula huyu. Tanzania wani ile umfungi. Si ushaelewa? Kwamba lakini Manula si alikuwa anaangalia ule mchezo, kwa hiyo yeye alionaje? Anaangalia Manula akaachwa Dar es Salaam kwa fitina na kwa chuki. Bwana, hizi goli mbili hizi na Mnyama anasema anakwenda kuzirudisha na kombe linabaki tunampelekea Mama Samia. Mimi naenda Mbagala kwa miguu, viatu vyangu utashika wewe tena peku peku. Penalty mbili. Bwana, tumalize mimi nifunge kipindi. Sukuma kete hapa. Kete ya Belkane, kete ya Dar es Salaam au kete ya Tanzania. Morocco Tanzania. Ili kombe linakwenda wapi? Sema kete ya Belkane na kete ya Simba. Ukisema Tanzania maana inacheza timu ya taifa ya Tanzania. Inacheza Simba. Si ushaelewa? Lakini Simba sinatokea Tanzania. Itabaki Simba kama Simba. Simba kwani anapandisha bendera ya Tanzania pale? Belkane Simba. Belkane. Kwa nini? Ewa. Kwanza Belkane nampa nafasi hii, agenda kuchukua mara ya 4. Hili kombe agenda kuchukua mara ya 4. Kwa hiyo ndo ushaambiwa sasa chukui. Na nani? Si mashabiki walikuwepo hapa anazungumza. Yule kashajua seli gani ya kucheza kwenda kuchukua ubingwa. Watu waliochukua ubingwa sio watu wazuri, wakifika hatua hizi shehe wangu. Yule sio kachukua mara moja kubahatisha. Kwamba anajua jinsi atakavyokuja kulichukua huko. Yule sio kachukua mara moja kubahatisha. Hii hizi mara 3 nakwambia, mara moja ndo kachukua nyumbani kwake. Mara 2 zote kachukua ndani nje ya Morocco. Si ushaelewa? Na wale wanacheza kwa mipango zaidi. Bwana, kwa dakika moja bana, dakika moja tu Stefan Aziz Ki bana ameondoka kwenye viunga vya Twiga na Jangwani, MVP wa msimu uliopita, mchezaji bora pamoja na kiungo bora. Hatutakuwa naye kwenye ligi ya Tanzania kwa msimu ujao, nazungumzia 25-26. Pengo lake litakuwa ni kubwa namna gani maestro Ki Stefan Aziz? Pengo mimi silioni. Au lioni? Mimi kama Yanga Afrika mimi silioni. Kwa nini? Ewa, falsafa ya Yanga Afrika. Sawa. Sisi tuna viongozi bora. Sawa. Viongozi weledi. Mimi sijamjua Stefan Aziz Ki bila Hersi Said. Si ushaelewa? Na kalba ya Aziz Ki, Yanga wameondoka wengi. Mtu ukimsikia atalalamika atakuwa eti mtu apatikani kama Aziz Ki, basi wewe ujue Yanga kashabikia juzi. Sisi watu wa muda mrefu wa Yanga Afrika kawaida. Yanga Afrika kuna mtu kapita Yanga Afrika mpaka leo ndani ya ligi kuu hakuna mtu alifikia goli zake. Nani? Mohamed Hussein Machinga Daima. Hilo ni kweli. Si ushaelewa, mpaka leo hakuna mtu aliofika rekodi zake. Sasa unatuambia Aziz Ki anaondoka anaacha pengo huyu Mohamed Hussein. Fiston Kalala Mayele. Lunyamila. Sembuli. Shabani Kala Kamusoko. Haruna Nyonzima. Nyonzima. Hii Yanga ishazoea balika hii. Labda nikusimulie. Ni kweli au kujipa moyo? Sio najipa moyo. Kuna mtu yupo ndani ya Yanga. Nani? Halikuwa apate nafasi. Huu ndo wakati wake. Watu walikuwa wanamuona kipindi ipo Simba, anaenda kuonesha yupo Yanga Afrika. Jana ameingia muda mchache tu. Watu wameona kitu gani anaenda kukifanya. Assist moja. Clatous Chota Chama. Mwamba Lusaka. Fundi wa mpira. Bana, mimi nimemaliza bwana kutoka. Hujamaliza moja kidogo. Usikimbilie kumaliza. Sawa twende. Stefan Aziz Ki, sisi kama watu wa Yanga Afrika, alichotutendea tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunamtakia baraka tele aendapo. Mungu amuendeleze na kipaji chake, asiishie Wydad. Wewe kama mtu ambaye umesema ulikuwa mtu wa kwanza kueleza Elim Panzwa na mkataba wa miezi 6 na Simba. Jana nimemsikiliza Alex Ngai anasema Aziz Ki tunamdai mwaka mmoja kwenye mkataba wake, lakini kuna biashara imefanyika hapa. Tupe kodi. Yanga wamenufaikaje? Kodi ndakugea asistaji wachezaji. Mabilioni yale si tunayataka hapa namba, kwa sababu ukisoma huko ndani kwenye mitandao tunaambiwa ni free agent ameondoka bure. Kwenye mitandao? Azizi kaondoka bure. Kwamba kaondoka bure. Sisi hili Tanzania hatushangai. Sikiza ngusimulie. Sisi Tanzania hili hatulishangai. Mayele tuliambiwa hapa kaondoka bure kwa mkopo. Si ushelewa? Msuva hapa Yanga alivyoondoka akaambiwa kaondoka bure. Kuna mtu aliondoka hapa Shalma hapa. Sawa, kaondoka bure. Sawa. Yanga sisi tushazoea kuambiwa wachezaji wetu si ndio wanaondoka bure. Kwa hiyo sisi hatushangaa. Ila sisi tuliokuwa ndani ya Yanga
tunajua kwa tayari kashauzwa na fedha yake, kuna baadhi ya wachezaji Tanzania washanunuliwa. Kwa hiyo ndo tumemaliza. Nakwambia sio tumemaliza. Kaondoka Stefano Aziz Ki. Tunaenda kupiga sehemu mbili kwenye mshono. Tunapiga Simba kwenye mshono. Hii kaa nayo na utakuja kuniambia. Academy yetu Simba tunapiga kwenye mshono. Azam tunachukua wawili. Kwa hiyo hela ya Aziz Ki ya kumuuza tutaitumia. Hii ya Mzizi ambaye anaenda Ufaransa. Sijakwambia anaenda wapi. Usitoe kodi nyingine hapa Festa, usitoe. Hii sitoi. Mpaka sasa hivi timu za Afrika Mashariki na Kati ndio Yanga peke yake imeuliza bei. Kwa hiyo Azam pale, Azam wawili Simba mmoja. Mimi namaliza hivi. Home is home. Utaishia kuposti picha zake.